GB64 uko poa kwanza ndugu yangu? Mimi niko vizuri, niko safi kabisa. Umeshika mashine. Alafu unaposema GB64 unatakiwa umalizie. Semaji la nani? La ma-influencer wote Tanzania. Wewe ndo msemaji pekee mwenye. Mimi ndo msemaji pekee. Si unaona? Nimepewa na ofisi. Ndio maana watu unaona maneno ya waishi maneno mengi. Lakini sisi hatujali kwa sababu hata mitume ilipigwa mawe. Sawa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipigwa mawe ingawa alikuwa anazungumza mambo mema, yani alikuwa anapewa instruction, yani anakitafsiri kitabu cha Mungu, kitabu chenye instruction jinsi gani unaweza ukaishi hapa duniani. Sawa, kwenye dunia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isa bin Maryam vile vile watu walifikia mpaka wakamgongelea mpaka na misumari, lakini alikuwa anazungumza mambo mema na anasui watu, anawataka watu wakae katika njia iliyonyoka ambayo Allah anahitaji watu waishi vipi katika dunia yake. Musa vile vile alipata vipingamizi vikubwa mpaka malezi yake akaenda akalelewa ugaibuni, si umeelewa? Lakini yote ukiona, yani wewe katika maisha yako ukiona uzungumziwi, sawa, au ukiona upate vipingamizi vya aina yoyote, maana yake wewe una dalili ya kufanikiwa. Si umeelewa? Kwa sababu hakuna binadamu yoyote anayechukua jiwe akapiga kwenye mwarobaini. Si umeelewa? Mawe yanapigwa kwenye muembe, kwenye mpela, yani sehemu ambazo matunda yanapatikana. Na ndio maana unaona ukiona, mimi nachokijua ukiona tunda limeiva ndio unaanza kupiga. Midadi mingi sasa hii sije kavunjika, mimi nishikie mara moja. Umeelewa? Kwa hiyo mara nyingi mtu wenye matunda mazuri ndio huo unaopigwa nini, unaopigwa mawe. Na ndio maana leo unaona watu wengi wanapiga nini, wanapiga kelele kuhusu Nabii Meja, kwa sababu Nabii Meja tumpe heshima yake, yeye ndio founder wa nini, wa hichi kikundi. Si umeelewa? Pamoja na mchungaji. Kwa atapigwa sana mawe kwa sababu tayari kuanzishwa kwa huu umoja unapelekea kwenda kuziba mianya ya ulaji wa watu. Yaani kuna watu walikuwa na umoja hewa. Si umeelewa? Umoja hewa, umeelewa? Wana ma-influencer hewa wa timu ya taifa, lakini sasa hivi umeanzishwa umoja rasmi alafu ambao ndio sahihi katika kuisupport timu ya taifa. Kwa hiyo wale wanaona riziki zetu sasa zinaenda kufanya nini? Zinaenda kupotea. Ndio maana zimekuwa kelele nyingi. Kuna baadhi ya watu wako nje ya nchi, hawapo kwenye nchi, lakini wanatumika ili katika kuupiga nini, kuupiga vita huu umoja. Bwana GB64, kuna kitu ambacho kimewazua watu wengi mjadala na kimezua jambo kubwa sana. Ni hapo jana usiku Young Africans kusema wanakwenda kushusha chuma kizito. Na lakini pia nikinukuu kauli ambayo aliifanya Engineer Hersi Said, alisema ya kwamba wanakwenda kushusha soon as possible mchezaji mkubwa kutokea katika taifa la Uganda atatua katika ardhi ya Tanzania. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Sawa, ngoja nikwambie kitu. Katika timu iliyofanikiwa katika kushusha vyuma vya Uganda, umeelewa, ni Simba Sports Club. Si umeelewa? Simba Sports Club ndio ilofanikiwa kushusha wachezaji ambao waliopata mafanikio ndani ya Simba. Simba imemshusha nani? Imemshusha Emmanuel Okwi. Tulifanikiwa, si ndio? Mpaka leo hii watu bado tunaamna Okwi mpaka aendelee kubaki ingawa umri umefanya nini? Umekwenda. Simba ilimshusha Tadeo Luanga. Hatukufanikiwa, tumefanikiwa. Simba imemshusha nani? Chuku Mushiri. Beki pekee ambaye alofanikiwa kumkaba Mo Salah wa moto wa Liverpool, mfungaji mara 4 mfululizo wa muda wote wa ligi ya nini? Ligi ya EPL. Tulifanikiwa, tukufanikiwa. Sasa tuje kwa upande wa pili huko, wenzetu walimshusha Juma Balinya, alitoka kule mfungaji bora. Si umeelewa? Yaani huyo anaotaka kumleta hata status ya Juma Balinya hajafika. Alikuja, alifanikiwa, hakufanikiwa? Alifanikiwa Juma Balinya kwenye hii ardhi? Hakufanikiwa. Si nusu msimu tu akafanya nini? Lakini akaondoka. Alimleta Aucho. Alidi Aucho aliletwa na Simba. Si umeelewa? Simba ndo maskauti. Yaani ukiona mchezaji anafanikiwa ndani ya Yanga, maana yake scout ni Simba. Lakini wakifanya scout wenyewe hakuna kitu kinachofanya nini, kinachoendelea. Ngoja nikwambie kitu. Wewe unaweza ukanitajia mchezaji wa mwaka huu aliosajiliwa na Young Africans ambao usajili wake umefanikiwa, amepiki na ana uhakika wa namba ndani ya Yanga? Unaweza ukanitajia? Ndani ya Yanga? Kwa msimu huu. Ni mchezaji gani? Mohamed Hussein. Mohamed Hussein sio mchezaji wa nje yule. Tunazungumzia wachezaji wanaotoka Uganda, Ghana, wapi.
Yule Mohamed Hussein bado atakuwa Simba anahusika, sikatoka Simba. Nakwambia mchezaji kama Simba hajatia mguu Yanga hawezi kufanikiwa. Si umeelewa? Mohamed Hussein ni mali ya Simba. Zungumzo wachezaji waliotafuta wao. Aziz Ki ni mali ya Simba. Scout ni Simba. Simba ndio wamemleta hapa Tanzania wakati tuko nao kundi moja kwenye kombe la shirikisho. Akiwa anachezea anaitumikia ASEC Mimosas. Si umeelewa? Ukienda wale wachezaji watano waliotoka wapi? AC Vita. Waliletwa na nani hapa? Scout ni Simba. Simba ndio alileta hapa AC Vita. Wala kina Yannick Bangala. Umeelewa? Yannick Bangala, Juma Shabani, ukija Mayele, ukija Joyce Romalisa, twende mpaka yule nani huyu mtoto. Huyu nani Morocco. Jesui Morocco. Umeelewa? Wote wameletwa na Simba. Si umeelewa? Unapozungumzia kina Pakome wale yule ya Okwasi wote scout ni Simba. Si umeelewa? Max Zingeli aliletwa Simba aje kuitumikia Simba. Baada ya viongozi kumwona Max Zingeli nguo alizovaa, akavaa suruali nyeusi na kishati cheupe na necktie, wakasema huyu mwimba kwaya. Tukaachana naye. Lakini alikuwa anakuja wapi? Anakuja Simba. Sasa angalia sajili walizotafuta wao. Umeelewa? Dombi amekliki. Enduboeli amekliki. Balakonte mchezaji ambaye walicheza chesi, injinia na nani? Unaelewa maana ya neno chesi? Chesi maana yake pale rais alikuwa anamaanisha hapa nacheza chesi. Yaani yule mchezaji anacheza chesi na injinia. Maana yake natoa mtu naweka mtu, ndo maana ya chesi. Yaani maana yake anatoka Lydia Ucho anaingia Balakonte. Balakonte mpaka leo ana uhakika wa namba. Anacheza dakika 5. Ambaye na yeye mlihusika nyinyi. Sisi hatujahusika na Balakonte. Na tuliongea wazi kwamba wametua chaka. Tofautisha Musa Balakonte na Al Hassan Kante. Umeelewa? Wewe ukiona mchezaji mpaka anafanywa njama afungiwe mechi 5 ili asije kujumuika kwenye dabi, shughuli hapo ipo. Sio mchezaji wa kawaida yule. Sisi tulikuwa tunamtaka Kante. Sasa wao wakatoa wakajua Conte, ndo wakakimbilia wapi? Wakakimbilia SS Faction Tunisia. Lakini mwisho wa siku niliwaambia huyu mchezaji hawezi kufikia hata nusu ya kiwango anachocheza Lydia Ucho. Lydia Ucho ni roboti. Si niliwaambia? Huyu mmetiwa chaka, hakuna mchezaji. Nikatoa mpaka statistics zake. Sawa, mechi 65 no assist no goal. Wakantukana sana watu wa Yanga. Mwisho wa siku sasa hivi kuna mtu wa Yanga ambaye yupo kinyume na mimi kuhusu Balakonte. Anaondolewa sasa hivi anapelekwa kwa mkopo sio wapi. Umeelewa? Ukija Enduboeli niliwaambia jamani huyu mchezaji amecheza mechi 25 goli 6 na katika hizo goli 6 goli 4 goli 3 ni za penalti, moja ya faulo, goli 2 ndo kafunga on play. Wakanibishia Enduboeli na Dube. Yaani watu wako tayari wamtie moyo Dube pamoja afungi, lakini Enduboeli yuko kwenye benchi. Yaani mapitio aliyopitia Dube, kama Enduboeli angekuwa mchezaji angekuwa amechukua nafasi. Lakini ameshindwa, kalazimishwa Dube mpaka leo Dube kaudi katika nini? Katika hali yake. Sijui umeelewa? Kwa hiyo hakuna sajili iliyofanya kazi ndani ya nini? Ndani ya Yanga. Kwa nini? Kwa sababu maskauti ni wao wenyewe. Simba hakuhusika kwenye uskauti wao. Umeelewa? Kwa hiyo hata huyu atakayekuja, hapa alikuja Juma Balinya, akamaliza ligi ya Uganda na goli 19, mfungaji bora na MVP. Lakini alishindwa kucheza Yanga. Kwa hiyo hata huyu anaomtaja ingawa si kweli kwa sababu jana amekana. Umeelewa eh? Jana amekana. Si umeelewa? Kama hata watafanikiwa kumleta, usajili ni kitu kingine, alafu performance ni kitu kingine. Ligi ya Tanzania na ya Uganda ni vitu viwili tofauti. Ligi ya Uganda hata kwenye 20 bora haipo. Ligi ya Tanzania sasa hivi ni ligi namba 4 barani Afrika. Wachezaji wanaoiweza ligi ya Tanzania ni wachezaji kutoka nini? West Africa, ndio wakija hapa wanafanya nini? Wanaperform. Lakini na nyie pia mlikuwa mnahusishwa pia kuhitaji saini yake. Sasa wewe hivyo ili mchezaji aonekane bora, aonekane mzuri, utamhusisha na timu gani hapa Tanzania? Lazima muhusishe na Simba. Si umeelewa? Regardless Simba wamemhitaji au hawa kumhitaji. Hata huyo Balakonte si alihusishwa na Simba. Tukaambiwa kwamba Simba walimhitaji. Si ule watu wamepiga hela zao wamekaa pembeni. Ili thamani yake ionekane yuko vizuri, lazima uhusishwe na Simba. Si umeelewa? Na ndio maana sasa hivi hata Okelo mwenyewe anacheza mashindano kule, anaweweseka. Kwa sababu amehusishwa na klabu kubwa barani Afrika. Simba ni timu namba 5 barani Afrika. Si umeelewa? Kwa hiyo lazima uhusishwe na Simba. Ndipo utakapoonekana wewe mkubwa. Hivyo ni vitu vya kawaida. Bwana, Simba inawapaswa sasa kuingia sokoni na kwenda kutafuta goalkeeper kwenye eneo zima, kwa sababu
wanakabiliwa na majeraha ya magolikipa wao. Ukimwangalia Yakub Suleiman pale majeraha pamoja na Musa Pinpin Kamara. Huenda golikipa namba 3 Abel apewe nafasi, lakini hatujajua. Simba wanaingia sokoni kwa ajili ya kwenda. Ngoja nikupe historia moja, sawa? Simba ni miongoni mwa timu ambazo zinakuza CV za nini? CV za mchezaji, sawa? Simba alishamtengeneza Peter Manyika, anatoka kuwa kipa namba 4, sio namba 2, namba 4. Anacheza dabi. Si umeelewa? Peter Manyika yeye. Hapo ndo akachukua na Utanzania wani. Simba imemtengeneza Bates akawa Tanzania wani. Simba imemtengeneza Dida akawa Tanzania wani. Simba imemtengeneza Mohamed Mwameja, si alikuwa Costi, lakini kaja kuwa Tanzania wani. Alipofika wapi? Alipofika Simba. Simba imemtengeneza Patrick Mwangata. Si umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi ninaona kabisa ni zamu ya nani? Ya Abeli. Abeli ni bora kuliko golikipa yoyote. Umeelewa? Yaani Abeli wakati anadaka yuko prison. Abeli anakuja KMC, huwezi ukamlinganisha na golikipa yoyote hapa ndani. Isipokuwa Simba sisi wenyewe ndio tulifanya nini? Tulimpoteza Abeli kwa sababu alikosa nini? Uaminifu. Hivi wewe uliweza kuamini kwamba yule Ali Salim atakuja kudaka mechi kubwa ya African Football League, Simba na National Rally? Wewe ulitegemea hilo? Lakini si alidaka. Tena viongozi wote wa mpira duniani wako juu. Kocha mkubwa duniani Arsene Wenger yuko juu. Ali Salim amekaa kwenye milingoti 3. Na mechi zote 2 home and away. Tukatolewa kwa kanuni. Hapa sare ya 2-2, kule sare ya nini? Ya 1-1. Kipa ni Ali nani? Ali Salim. Ali Salim Simba amemtengeneza akawa golikipa pekee ambaye mpaka sasa hivi Aziz Ki mpaka anaondoka kwenye ardhi ya Tanzania hajawahi kumfunga goli Ali Salim. Mtafutia golikipa mwingine ambaye hajafungwa na Aziz Ki. Hamna hizo data, ndio maana ikaitwa GB64. Genius. Nani akakupa hiyo statistics? Kwamba Tanzania hii tangu Aziz Ki ashuke, makipa wote wamepata balala Aziz Ki. Kasoro Ali Salim peke yake hajafungwa na Aziz Ki. Na ndio golikipa pekee ambaye alikuwa anazimeza faulo za Aziz Ki pasipo na ndio golikipa pekee hajawahi kufungwa goli hata moja na Yanga. Ukitoa yale magoli ya penalti tulopigiana Tanga yale ya 5-5. Ali Salim ndio golikipa pekee ambaye hajafungwa na Yanga mpaka anaondoka Simba. Wewe unalijua hilo? Kwa hiyo ni muda sahihi sasa wa yeye kurejea Simba. Nani? Ali Salim. Sisemi kama anarejea. Wewe umezungumzia swala la kutengeneza golikipa mwingine. Ndio nikakwambia Simba ni timu ambayo inatengeneza CV za magolikipa. Tanzania wani wengi wanatokea Simba. Huku upande wa pili ukinitajia utamtaja Steven Nemes, utamtaja Juma Pondamali. Si umeelewa? Lakini huku Simba kuna kina Idi Pazi, utawataja kina Sumani Mambo Sasa, wote Matanzania wani, magolikipa ambao wanacheza katika viwango vya juu wanapatikana Simba Sports Club. Si umeelewa? Ndio tuna sifa hiyo. Kamara wakati anacheza Uloya Athletic Club hajawahi kuitwa timu ya taifa, unalifahamu? Lakini sasa hivi amekuwa Ginewani baada ya kuja wapi? Simba. Aish Manula alikuwepo Azam. Umeelewa? Lakini rekodi zake zote kimataifa amekuja kuziwekea Simba. Yaani hivi ninavyozungumza, Aish Manula ndio golikipa pekee tangu kafu ianzishwe Afrika aliodaka penalti 2 ndani ya dakika 90. Hizi data unazo? Hiyo najua. Mimi nakupa vitu. Hiyo najua. Nakupa vitu hata wajukuu zako baadaye utaenda kuwasimulia. Ukizungumzia timu ya taifa ya Cameroon pia. Chefo Malone ndiye mchezaji ambaye ameitwa kwenye kikosi hicho baada ya kuja Simba. Hiyo nayo. Umeelewa? Ndio maana nikakwambia sisi ni watu wa kutengeneza nini? CV. Sawa, Enoki Inonga alivyokuwa anacheza DC Motema Pembe aliitwa timu ya taifa, lakini alivyokuja Simba kaimbwa, kaitwa, akawa anaweka watu ambao wanacheza ligi ya Ufaransa nje. Lakini beki aliyotoka Simba anamaliza pale mpaka wanafika nusu finali, wanaenda kucheza mshindi wa 3 na Kongo. Si umeelewa? Kwa hiyo Simba sisi kazi yetu leo, unapozungumzia Kibu Denis ametoka Mbeya City lakini amekuja Simba tayari. Sasa hivi Kibu Denis ana thamani kubwa. Usajili wake ukiutaka apungui chini ya milioni 500 mpaka 300 mpaka 400. Si umeelewa? Unapomzungumzia Gibson Mwinuke ametoka wapi? Ametoka Gwambina ambayo iloshuka daraja. Amekuja Simba. Gibson Mwinuke sasa hivi unamgusa. Israeli Mwenda anatoka Alliance inashuka daraja anakuja Simba. Si wamemtamani upande wa pili? Ndio yupo huko, sio wamemtamani. Sijui umeelewa? Ndio maana nikakwambia Simba sisi hatuna shaka juu ya kutengeneza vipaji vya nini? Vipaji vipya. Kwa hiyo yule Abeli atakuwa golikipa mzuri. Anatafutiwa backup tu nani akae nyuma yake, lakini golikipa namba 1 sasa hivi ni Abel.
ndani ya Simba, akiwasubiria kaka zake wapone nini, wapone majeruhi. Na uzuri wake Kamara tayari ameshaanza mazoezi, umeelewa anatafuta tu ile fitness yake ili aweze kurudi katika nini, milingoti mitatu. Lakini Simba swala la golikipa hatuna wasiwasi, tuna golikipa mzuri tu. Abeli ni golikipa safi kabisa. Shukrani sana JB Salam.